we go. Outside challenge. Outside the pitch challenge. This is too easy. Besela. That's it. Woo! Got it. Got it. Got it. Got it. No one can do it. Only me. Aisha. Yep. Kwako wewe ina maana gani kuwa mchezaji wa kimataifa? Ina maana kubwa sana kwangu. Ina maana ya kwamba ndoto ya mchezaji imetimia, kuwa mchezaji wa kimataifa, mchezaji anayelipo. So kwangu mimi ina maana kama hiyo, ina maana kubwa na naiheshimu sana. Kwa soka la wanawake, kwa namna ambavyo unavyolitazama, kwa wewe kufanikiwa kutoka katika taifa lako na kwenda kucheza katika maeneo mbalimbali mpaka ulipo hivi sasa, kote huku ni nje nchi. Unafikiri umekuwa una ushawishi kiasi gani kwenye wachezaji wanaochipukia kwa taifa lako? Wanakutazamaje kwa namna ambavyo wewe unaona? Kwa namna ambayo mimi naona, kwangu mimi ina maana kubwa sana kuwa role model kwa wenzangu, kuwa role model kwa watoto wadogo wa kike na wa inspire. Hiyo ni moja ya target yangu kubwa as a international player. So ni jambo zuri na la kujivunia mimi kama mimi. Role model ama mfano wa kuigwa. Mara nyingi sana watu wanatazama jina hilo ama wanatazama hadhi hiyo pale ambapo panapokuwa pana mafanikio, na wengine wanafikiri kwamba labda ni njia fupi tu mtu anaweza akatumia kwenda kufika huko. Wale wanaokuchukua wewe kama mfano wa kuigwa wanatazama namna ambavyo umefanya jitihada tangu chini, nidhamu uliyokuwa nayo, bidii uliyokuwa unaweka mpaka kufikia pale ulipofika, ama wanatazama tu na kusema kwamba nina ndoto ya kucheza kimataifa lakini bila kufikiri kwamba kuna jitihada kubwa inapaswa kufanya? Iko tofauti. Kuna wapo ambao wananiangalia achievement yangu na kuna wapo ambao wananiangalia kama role model nikiwa tayari nimeshafika huku na hawajui nimeanzia wapi. So wote hao tunaweka kwenye kundi moja, wananiangalia kama mfano wa kuigwa. Miongoni mwa mafanikio makubwa sana kwa wachezaji ni pamoja na yale ambayo umeshayapata hapa nyumbani, kuwa mchezaji bora ama mwanasoka bora kwenye soka la wanawake, lakini pia wakati mwingine kuwa mwanamichezo bora ambaye anakata cross michezo ya aina zote. Aisha, lini unakwenda kuwa mwanasoka bora wa Afrika kwa upande wa wanawake? Wow. For me, I believe a lot of years in front of me to play. Hiyo hapo ni moja ya ndoto yangu, kuwa mchezaji bora wa Afrika, na hiyo ndoto haiwezi kuja tu kama I don't work hard. So na imani kuna siku itatokea kama ilivyotokea nimetoka Tanzania nimeenda kucheza Europe, na hiyo itatokea, nitakuwa mchezaji bora wa Afrika, na sio tu Afrika, nitakuwa nominated katika hizi trophy kubwa duniani, Ballon d'Or, PFA ambako nacheza sasa hivi. Hongera. So ni ndoto ambazo inshallah kwa nguvu za Mwenyezi Mungu itatokea one day. So kwa sababu mimi naamini katika hii dunia hamna kitu kinachoshindikana kama Mungu amepanga. Hata kama kizibweje, lazima kitatokea tu. So naamini itatokea siku moja, naamini nitachukua mchezaji bora wa Afrika kwa upande wa dada. Okay. Yeah. Tuzungumze kuhusiana na mashabiki. Okay. Mashabiki ni watu ambao kwa kiasi kikubwa sana tunawatazama kama watu ambao wanachagiza uchezaji wa mtu. Performance yako inaweza ikawa iko stimulated ama inaweza ikawa kwa namna yoyote ile, pia inaweza ikabadilishwa kwa namna ambavyo mashabiki wanakupokea. Wakati fulani timu inapofanya vizuri, mashabiki huwa wanashangilia sana. Lakini wakati timu ambako inapokuwa inakosa ama inashindwa kufanya vizuri, mashabiki wanakuwa mara nyingi
dhidi ya wachezaji. Unawazungumziaje mashabiki na nafasi yao katika soka? Mashabiki katika soka ni watu muhimu sana, especially mashabiki kwa wachezaji wao, mchezaji mmoja mmoja. Wanasapoti vizuri wachezaji, wanasapoti vizuri timu. So kuna kipindi cha corona kulikuwa na mechi zinachezwa bila mashabiki na zilikuwa hazina mvuto sana. Unaona ni jinsi gani mashabiki ni muhimu katika soka. So mashabiki wana mchango wao katika soka na ni mchango mkubwa sana. So pale ambapo timu inashindwa kufanya vizuri, na wengine kwa siku hizi kwa sababu pia ya maendeleo ya teknolojia wamekuwa wakiwasema vibaya wachezaji, wamekuwa wakizungumza vibaya kuhusiana na vilabu, wamekuwa wakizungumza vibaya kuhusiana na mambo mengi sana, hususan kupitia mitandao ya kijamii. Nini neno lako kwa mashabiki kwa namna hii? Na wakati mwingine huwa wanaenda mbali zaidi, wanashindwa kutofautisha maisha ya Aisha Masaka nje ya uwanja na yale ambayo yako ndani ya uwanja. Unajua mashabiki ni kama familia. Kuna siku utafanya vizuri watakusifia, kuna siku utafanya vibaya watakusema. Aisha, how does it feel wearing a national team jersey? It feel amazing. Kwa sababu ni ndoto ya kila mchezaji anayecheza ligi ya Tanzania na ligi ya nje ya Tanzania ambaye ni Mtanzania kuvaa hiyo jezi. Ni fahari kuvaa jezi ya timu ya taifa, kutumikia jezi ya timu ya taifa. Ni fahari, ndio maana unaonaga wachezaji wakistaafu wanastaafu kwa heshima. So yeah, kwangu mimi ni fahari. Ni fahari. Wakati unatazama upande mmoja kwamba hiyo ni fahari, huwa unaona ile jukumu na uzito ambao zaidi ya watazamaji ambao unakutana nao uwanjani, pengine zaidi ya wale ambao unaweza kufikiria kwamba wanatazama katika television, zaidi ya wale ambao wanafikiria kwamba wanaweza kuwa wanasikiliza kupitia vituo vya redio, zaidi ya wale ambao unaweza kusema kwamba watakuwa wanafuatilia haya matangazo kwa namna moja ama nyingine, unajaribu kufikiria ile idadi ya Watanzania wote kwa ujumla, kwamba kwa wakati huu mimi ndiye ambaye kwa namna moja ama nyingine nimeshika furaha yao ama huzuni yao na napaswa kuwapa furaha. Kuaminiwa mpaka kuwakilisha timu yako ya taifa ni jambo kubwa sana. Kwa sababu tuna wachezaji wengi wanaocheza mpira na wanatamani kuwakilisha nchi yao ya taifa. So ukiwa miongoni mwao unakuwa proud na unasema hapa nawakilisha wa Tanzania zaidi ya milioni 63. Kuwa mchezaji pekee kutoka katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa kipindi hiki kucheza ligi kuu ya wanawake ya England, kwako wewe hili lina tafsiri gani? Lina tafsiri kubwa sana. Tafsiri ya kwanza ni kwamba ligi ya Uingereza ni ligi ngumu na ni ligi kubwa duniani. Wanaangalia vitu vingi sana ambapo watu hawavijui. Kwangu mimi hapa ni kwamba wameangalia Aisha amecheza ligi gani, amecheza nchi gani na amecheza mashindano gani. Kwa hiyo kwangu mimi kilichonibeba ni hicho hapo. Nimecheza ligi ya Sweden, ni ligi kubwa Europe. Nimecheza timu kubwa Sweden. 3 nimecheza Champions League. 4 nimecheza finali, robo finali ya Champions League. Hiyo ndo imenibeba mimi kupata point ya kwenda kucheza katika ligi ya Uingereza. Sio rahisi mtu yeyote kwenda kucheza ligi ya Uingereza. Ni ligi ngumu sana na wana sheria ngumu sana. So kuna point fulani hivi wanaziweka, mchezaji akizifikia hizi point anaenda kucheza ligi yao. Wanaangalia vitu vingi kama nilivyosema, mechi ngapi umecheza,
za mashindano yapi? Dakika ngapi umecheza. Wanaangalia vitu vyote hivyo. So kwangu mimi waliangalia kila kitu. Nimecheza mashindano ya UEFA, nimecheza ligi kubwa Sweden, nimecheza timu kubwa Sweden. Hizo ndo zizo ni favor mimi kwenda kucheza ligi ya Uingereza. Otherwise ningekuwa nacheza ligi seme maybe ligi ya huku Afrika, ligi ya Tanzania, and then nitoke moja kwa moja kwenda kucheza Uingereza. Haitowahi kutokea na haitotokea kwa ligi ya Uingereza, kwa sababu wanaangalia vitu vingi mpaka upike pale. Wanaangalia pointi, kwa sababu mimi pale nimefikisha pointi 24, ambao natakiwa ufikishe pointi 24 na kuendelea ili ucheze ligi ya Uingereza. Kwa hiyo mimi nilikuwa na pointi 24 kamili, na ningemisi mchezo mmoja kabla ya kusajiliwa na Brighton, pointi zangu zingeshuka na nisingeweza kusajiliwa Brighton. So sheria ni ngumu, na wasi wachezaji ambao wanapambana kwenda kucheza ligi ya Uingereza wapambane sana, kwa sababu ni ligi ngumu, wana sheria ngumu, na wanaichukulia ligi yao ni ya thamani sana. Ushauri upi Aisha ambao umewahi kupata kwenye soka na unasema kwamba this is the best advice I ever heard? Nimepata ushauri mingi sana kwa watu tofauti tofauti. Ushauri ambao nishawahi kupata, Aisha, hapo ulipofikia sio kwamba umefanikiwa ndo unaanza mafanikio yako. Ni ushauri mkubwa sana ambaye alinipa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Bakari Shime. Aliniambia, na sio siku nyingi, ameniambia siku chache zilizopita, mafanikio ulionayo sio kwamba umefanikiwa ndo unaanza kuonja mafanikio ya mpira. So usibweteke, unatakiwa ujitume kwa nguvu ili uendelee kufanikiwa zaidi, kwa sababu hapa ulipo sio kwamba umefanikiwa ndo unaanza kunusa mafanikio. So huo ni ushauri ambao unanifanya niwe strong. Niamke usingizini kama nilikuwa nimelala, kwa hiyo inabidi nikaze. Kama kuna watu wananiona bado niko hivi, inabidi nijitume zaidi nifikie matamanio wanaotaka kuniona nifikie hapa. Kwa kama niko hapa niendelee ili nifikie wanakotaka wenyewe. So yeah. Okay, Aisha. Yes? Nataka kukuuliza maswali ambayo uniambie kitu gani ambacho unachokumbuka kwa haraka nitakapokutajia jina fulani. Okay. Sawa. Kwa mfano, nikisema Masaka, nini kinakuja kichwani? Mchezaji wa timu ya Brighton and Hove Albion. And timu ya taifa. Si kwamba inakuja ni babangu. Jina la Masaka watu wanalijua mimi kama mchezaji. Yeah, so ni jina langu. Alright. Julius Nyerere. Baba wa taifa, rais wa kwanza wa Tanzania. Okay. Kilimanjaro. Mlima mrefu Afrika na mlima mrefu wa pili kwa upande wa duniani kote. Kweli. Serengeti. Mbuga ya wanyama Tanzania. London. Nijibu sasa. London ni mji mkuu wa England. Yeah. Okay. na mimi quick fire. Okay. Azam TV. Azam TV, kituo kikubwa cha televisheni kwa Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Okay. Yeah. Twiga Stars. Twiga Stars, timu ya taifa ya Tanzania kwa upande wa wanawake. Okay. Sande Manara. Ni msemaji wa Yanga, msemaji wa klabu ya Yanga. Yule ni Haji Sande Manara. Nimeuliza Sande Manara. Okay. Mimi namjua Sande Manara. Okay. Oh my goodness, my brain. Oh, you got me. Okay, ni baba yake Haji Manara. Okay, hiyo ni namba moja, lakini pia ni mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania ambaye pia alikuwa nicknamed Computer. Okay. Wakati huo akiwa kipindi hicho bado sijaanza kucheza na sijazaliwa. Sijaonaga hata clip zake. Sijui kama kulikuwa na TV. Of course kulikuwa kuna TV. Sijawahi kuona. Nimehadithiwa. Umehadithiwa.
21. And it's just a number after 20. Sasa kwa umri wako. It's just a number after 20. Yeah, that's great. Okay, yeah. Anyway, Aisha, it has been a pleasure hosting you. I'm very sana happy. Kufanya mahojiano na wewe. Lakini bado kuna mambo kadhaa ambayo nataka tuyazungumze. Lakini nisingependa tuyazungumze katika eneo hili kwa sababu ya umuhimu na uzito wake. Kama hutojali, Aisha, twende hapa. Twende tutazame hayo mambo mengine. With my ball. I love football. Hello. Mambo? Poa, karibu. Asante. Naam. Jina langu naitwa Aisha, sijui naitwa nani? Mimi naitwa Musa Jafari Banji. Jina langu la kiusanii natumia Banji. Banji. Naam. Okay. Artist Banji. Yeah. Nimefurahi kukuona. Mimi pia. Hapa ndo ofisini kwako? Ndio, karibu sana. Asante. Karibu. Nimeona mapicha mengi. Ndio. Kila picha ina maana yake. Kila picha ina maana, huenda kuna picha nyingine ikawa ina maana kwa mwingine haina maana. Yaani hii si ofisi yako? Ndio. Unaweza kuweka picha yenye maana kwa mtu mwingine ofisini kwako? Yeah, kabisa. Okay. Kila mtu ana jicho lake. Mtu unaweza umezichora wewe. Nimechora mimi baadhi, nyingine tunashirikiana na mwenzangu. Okay. Nimependa. Karibu. Picha nzuri zina uhalisia action. Sasa. Unaweza kuniambia maana moja ya picha ambazo unazielewa ambazo maybe umezichora wewe? Inawezekana bila shaka. Yule mzee wa asili anapiga ngoma bwana. Kama hiyo ni picha yenye uhalisia, mzee anapiga ngoma. Ina maana gani? Kwanza ukiangalia picha kama hii, huenda kwa kuiangalia tu inakuambia kwamba hii ni Afrika. Na Afrika kwenye swala la ngoma ni kitu cha utamaduni kwa baadhi ya makabila. Kwa hiyo Afrika na ngoma tayari kuna baadhi ya makabila wamefanya nini? Umeagusa. Yeah. Lakini pia katika picha kuna mtu mwingine anaweza asitamani ni picha inasema kitu gani, akatamani tu technique ulizozitumia kwenye mchoro. Mwingine anaweza akaja akapenda tu hiyo nguo. Hii picha ulioichora, hii nguo ina uhalisia. Hii nguo imenivutia sana mimi, labda naitwa Kibagarashia. Basi mteja karizika. Sawa. So umesema ile nguo, ngoma, kofia, muonekano wake. Texture zile. Yeah. So tukija kwenye Othman Bey pale. Hii ilikuwa ni oda ya mteja. Yaani kama uniletee oda ni kuchore. Ndio mtu alileta picha hiyo picha ichore. Au ni viongozi wa Kilebanoni. Okay. Ambao wenyewe Walebanizi wanakuwa ni watu ambao kama viongozi wao wanawatukuza, wanawaheshimu, wanawaenzi. Ndio kazi kama hiyo. Kwa hiyo hiyo ni portrait tu ya kumchora mtu, kama mtu aliyepiga passport size. Okay. Naona picha nyingi. Mimi napenda maua, nimeona maua. Picha hapa fisi anakula ameiba. Anakula mzoga wa mfupa. Kwa hiyo picha za maua kama hizo zinakuwa hazina maana. Mimi sidhani maua kama yana maana sana kwenye sanaa. Kwa sababu pia sanaa mtu mwingine ananunua kutokana labda na muonekano wa nyumba yake ndani. Labda furniture, rangi aliyoipiga. Anatamani vitu viwe virandane. So ni picha zipi hapa ambazo umezichora wewe mwenyewe? Ambazo mimi nimezichora kwa mkono wako? Picha nyingi hapa tuna share mikono. Takriban zote hapa tumeshare mikono. Yaani unachora wewe anakuja kumalizia? Sana yeye anaanza, mimi nakuja kumalizia. Okay. Sababu mimi ndo mtu wa kufanya finish. Hapo ulochora mwenyewe.
peke yako? Completely kabisa. Hakuna hata moja. Wow. That's good work. Unafanya kazi pamoja. Kwa pamoja. Guys, kama unataka uchorewe picha yako, umeipenda, unataka uchorewe, Mr. Banj is the best artist I ever see. So Thanks a lot. Thanks a lot. Good. Thank you. Ciao.